Ulijua kwamba Judas Iscariot, yule unayemjua kama msaliti, kumbe hakuwa msaliti? Ulijua kwamba Yesu mwenyewe alikuwa anamhofia Yuda kwa uelewa wake wa mambo mazito yasiyo ya kawaida? Je, ulijua kwamba Yesu mwenyewe alimwamuru Judas kumuuza ili kukamilisha mpango wa ukombozi? Leo nitakufunulia siri kubwa kuhusu The Gospel of Judas, yaani Injili ya Yuda, kitabu ambacho kilifichwa machoni pa wengi. Karibu katika Neno Kweli, na kuomba subscribe ili uzidi kupata mafunzo ya siri kuhusu dini na Biblia. Kaa mpaka mwisho. Judas Iscariot, jina unalolichukia. Umeambiwa yeye ni msaliti, mdanganyifu, mtu mbaya zaidi duniani. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Mwaka 1978, kitabu cha Gospel of Judas kiligundulika Egypt. Kiliandikwa mwaka 150-180 AD, miaka zaidi ya 100 baada ya Yesu. Kitabu hiki kinafunua ukweli ambao unatishia dini zote. Ukweli ni huu: Judas si msaliti. Alikuwa mwanafunzi mwenye uelewa uliomtisha hata Yesu. Yesu alimwamuru Judas kumuuza. Ilikuwa sehemu ya mpango. Judas alipokea mafunzo ya siri zaidi ya wanafunzi wengine, zaidi hata ya Maria Magdalena. Judas alifunuliwa kuwa ukombozi ni kwa mafundisho ya siri, siyo imani ya wengi. Katika Injili hii, Yesu anasema kuwa makanisa ya leo yanapotosha watu. Uko tayari? Kama ndiyo, twende kazi. Kwanza kabisa, Injili hii inafunua kuwa Judas alikuwa mwanafunzi wa kazi maalum kwa Yesu. Injili ya Judas sura ya 33 inasema, Yesu akamwambia Judas, ondokana na wengine, nami nitakueleza siri za ufalme. Inawezekana wewe kuufikia, lakini utahuzunika sana. Angalia hiyo. Yesu alimwambia Judas, ondokana na wengine, yaani ondoka uwe peke yako, maana wewe ni wa tofauti. Yesu alimwambia nitakueleza siri ambazo wengine hawatakuwa nazo. Lakini pia tukitazama zaidi, Injili ya Judas sura ya 34 inasema, Judas akamwambia Yesu, mimi najua wewe ni nani na umetoka ufalme usiokufa wa Barbelo. Angalia hapa. Judas alimwambia Yesu, mimi najua wewe ni nani. Wanafunzi wengine hawakujua, lakini Judas alijua. Judas alijua Yesu ametoka ufalme wa kiroho na sio wa dunia. Yesu alishangaa kwa kusikia hivi. Lakini pia tukitazama Injili ya Judas sura ya 34, Yesu akamwambia, wewe utakuwa wa 13 na utalaaniwa na vizazi vyote, lakini hatimaye utatawala juu yao. Katika siku za mwisho watakulaani kupanda kwako kwa kizazi kitakatifu. Maana yake ni kuwa Judas atakuwa wa 13, yaani tofauti na wale 12. Watu watamlaani, watamwita msaliti, lakini hatimaye atashinda kwa sababu alijua ukweli. Kupanda kwako maana yake Judas atainuka kwa maarifa. Yesu alijua Judas angelaaniwa, lakini alimwamini. Injili hii inafunua kuwa Judas alipokea ufunuo kwa mafundisho ya siri. Yesu alimfundisha Judas peke yake. Tukitazama katika Injili ya Judas sura ya 35 inasema, Yesu akamwambia Judas, njoo nami nitakufundisha kuhusu siri ambazo hakuna mtu aliyeziona kamwe. Kuna ufalme mkubwa na usiokuwa na mipaka ambao hata kizazi cha malaika hakijauona. Yesu alimwambia Judas, njoo, tutakuwa peke yetu. Nitakufundisha siri ambazo hakuna mtu aliyeziona kamwe. Siri za ufalme mkubwa ambao hata malaika hawajauona. Hii ni elimu ya kiwango cha juu. Mafunzo ya siri siyo imani ya kawaida. Lakini pia katika Injili ya Judas sura ya 47, Yesu akasema, ukombozi haupatikani kwa mahubiri ya wengi au kwa imani ya watu. Ukombozi unapatikana kwa maarifa ya siri ambayo ninakupa wewe peke yako. Maana yake ni kuwa ukombozi si kwa mahubiri kama yanavyofundisha makanisa. Ukombozi si kwa imani ya jumla. Ukombozi ni kwa maarifa ya siri. Maarifa hii Yesu alimpa Judas peke yake kati ya wanafunzi wake wote. Biblia inasemaje? Mathayo 13:10 inasema, wanafunzi wakamjia, wakamwambia, kwa nini unazungumza nao kwa mifano? Akawajibu akasema, kwa sababu ninyi mmepewa kujua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakupewa. Hata kwenye Biblia,
Yesu alisema ana siri ambazo si kwa watu wote. Marko 4:11 akawaambia, ninyi mmepewa siri za ufalme wa Mungu, lakini wale walio nje, mambo yote hufanyika kwa mifano. Yesu alikuwa na mafunzo ya siri, na wewe kazi yako ni kuyatafuta na sio kungoja mchungaji wako akutafutie. Katika injili hii ya Judas, Yesu alitafsiri maono ya wanafunzi, akawaambia kuwa makanisa yanapotosha. Hebu tusome hapa wote. Injili ya Judas sura ya 38-39 inasema, wanafunzi wakamwambia Yesu, tuliona hekalu kubwa na madhabahu na makuhani 12, tunasema hao ni watumishi wetu wakitoa dhabihu. Baadhi wanatoa watoto wao, wengine wake zao, wakisifu na kunyenyekea. Baadhi wanazini, wengine wanaua, wengine wanafanya maovu mengi na uasi. Wanafunzi walisema waliota nini? Hekalu kubwa, yaani kanisa. Makuhani 12, yaani viongozi wa dini, wakitoa dhabihu, wakisifu, lakini wanafanya maovu. Yesu alitafsiri ni makanisa ya kesho ambayo ndiyo ya sasa hivi. Lakini pia katika injili ya Judas sura ya 39:40 inasema, Yesu akawaambia, ninyi ndiyo makuhani hawa, wale mnaowaona kwenye madhabahu ndiyo ninyi. Mnapotosha watu kwa jina langu, na vizazi vya waaminifu vinakwenda kwenye madhabahu yenu, lakini mnafanya hivi kwa niaba yangu. Ni uongo. Yesu alisema wazi, ninyi ndiyo makuhani. Yesu anazungumza na makanisa ya leo. Mnapotosha watu kwa jina langu. Makanisa yanatumia jina la Yesu kupotosha. Vizazi vya waaminifu vinakwenda madhabahu yenu. Watu wanaamini uongo wa makanisa. Mnafanya hivi kwa niaba yangu. Ni uongo. Hapa alimaanisha makanisa yanasema tunafanya kwa Yesu, lakini ni uongo. Huu ni unabii wa makanisa ya leo. Angalia makanisa ya leo. Yana hekalu kubwa, yana viongozi wanaodai kuwa ni watumishi, wanatoa dhabihu, pesa na sadaka. Wanasema tunafanya kwa niaba ya Yesu, lakini wanafanya maovu, uzinzi, wizi na rushwa. Yesu alitabiri hili miaka 2000 iliyopita. Lakini kama umenisikiliza hadi hapa, nikupe hongera, na wewe ni mmoja wa watu wanaotafuta maarifa. Nipatie like kwanza tukiendelea. Asante. Haya, tuendelee. Injili hii inasema ukombozi ni wa roho, sio wa mwili, na kwamba mwili wa Yesu ulikuwa kikwazo cha kuchelewesha ukombozi. Tukisoma katika Injili ya Judas sura ya 53, Yesu akamwambia Judas, roho yangu, nafsi yangu ya kweli imenaswa ndani ya mwili huu. Ukombozi haupatikani kwa ufufuo wa mwili, bali unapatikana kwa kuachana na mwili, yaani kifo. Mwili ni kifungo, yaani gereza la roho. Judas atamsaidia Yesu kukomboka kwa kuangamiza mwili. Kiuhalisia, Judas sio msaliti, bali msaidizi wa ukombozi. Tukiangalia zaidi katika Injili ya Judas sura ya 56 inasema, Yesu akamwambia Judas, wewe utazidi wote, kwa maana utadhabihu mwili ambao unanieka. Tayari pembe yako imeinuliwa na hasira yako imewaka na nyota yako imeng'aa na moyo wako umefunuliwa. Yesu alimwambia Judas, wewe utazidi wote. Judas ni bora zaidi. Utadhabihu mwili unaonieka. Judas ataangamiza mwili wa Yesu unaochelewesha ukombozi. Hii siyo uovu, bali ukombozi. Nyota yako imeng'aa, maana yake Judas amefanikiwa kazi yake. Hii inamaanisha kumuuza Yesu ilikuwa mpango wa ukombozi. Biblia inasema nini? Yohana 6:63, roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Wakorintho wa pili 5:1 inasema, kwa maana tunajua ya kwamba kama hema hili la kimwili likiharibika,
tuna jengo kutoka kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, ya milele mbinguni. Warumi 7:24, mimi mtu mwenye taabu, ni nani atakayeniokoa katika mwili huu wa kifo? Kwa maneno hayo tunaona kuwa hata Biblia inasema mwili ni kipingamizi. Hebu tuone sasa ni kwa nini kitabu hiki kilifutwa. Sababu za kuondoa Gospel of Judas. 1. Inapinga dhambi ya asili. Makanisa yanafundisha watu wote ni wenye dhambi. Injili ya Judas inasema dhambi ni kitu tunatengeneza wenyewe kwa matendo yetu na si ya asili. Kama hakuna dhambi ya asili, hatuhitaji kanisa kutusamehe. 2. Inapinga ufufuo wa mwili. Makanisa yanafundisha tutafufuka na miili mipya. Injili ya Judas inasema ukombozi ni kuachana na mwili, sio kufufuka. Kama ukombozi sio ufufuo, mafundisho ya kanisa ni uongo. 3. Inafunua makanisa yanapotosha. Katika Injili ya Judas, Yesu anatafsiri ndoto kuwa makanisa yanapotosha watu. Kama watu wangejua, wangeacha kanisa. 4. Inafundisha maarifa ya siri, siyo imani ya wengi. Makanisa yanafundisha amini tu utaokoka. Injili ya Judas inasema ukombozi ni kwa maarifa. Kama ukombozi ni maarifa, watu hawahitaji kanisa bali wanahitaji kutafuta maarifa hiyo. 5. Inamfanya Judas kuwa mtakatifu na sio msaliti. Mfumo wa makanisa unahitaji watu wa kulaumu na kulaani, na Judas akiwa mmoja wao. Kama Judas angeandikwa kuwa mtakatifu na makanisa, hadithi yote ingebadilika. Ndiyo maana kitabu kilifutwa kwa sababu hizo hapo juu. Je, utaendelea kuamini uongo au utakubali ukweli? Gospel of Judas inakuambia, Judas si msaliti, ni mwanafunzi pendao. Yesu alimwamuru Judas kumuuza. Kumuuza ilikuwa ukombozi, siyo dhambi. Makanisa yanapotosha kama Yesu alivyotabiri. Ukombozi ni maarifa, siyo imani tu. Biblia inasema, tafuta ukweli. Wakorinto wa kwanza 5:21 inasema, jaribuni mambo yote, shikeni yaliyo mema. Mungu anataka utafute ukweli. Usiangamie kwa kukosa maarifa. Judas hakuwa msaliti. Yeye alikuwa mhusika muhimu wa mpango wa ukombozi. Lakini makanisa, kwa sababu ya hofu ya kupoteza nguvu, walitengeneza hadithi kwamba Judas ni mbaya. Kama utaweza, tafuta kitabu cha The Gospel of Judas, kisome. Chote wala sio kukubwa, ni cha kusoma siku moja tu na utanishukuru kwa ufunuo. Comment, Judas si msaliti. Share na wengine wapate kujua ukweli. Mungu awabariki.